wanasema ushauri nasaha kwa ajili ya kuanza matibabu, lakini wengine bado wanaendelea kutafutwa kwa ajili ya kuanzisha matibabu na kuendelea na ushauri nasaha. Lakini mkoa wetu wa Mwanza tuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata. Kwa ujumla, kwa kupitia na serikali ya mkoa kushirikiana na shirika la Japaigo tumeweza kufanya uchunguzi kwa kina mama 23,630 ambao ndio 46 wamegundulika na hayo maambukizi. Hiyo ni moja ya mafanikio, na zaidi ya nusu ya hao 46, yani 27 wameanza matibabu. Lakini pia tumefanikiwa kufanya mafunzo kwa watoa huduma 60 kwa mkoa mzima, lakini pia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, watendaji wa kata zaidi ya 191 wamefanywa mafunzo, lakini pia wanahabari 8 kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu na kuhabarisha umma, lakini pia tuna viongozi wa dini 16 katika kila halmashauri kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu. Mafanikio mengine pia tunashukuru shirika la Japaigo tumeweza kupokea ultrasound 3 kwa ajili ya uchunguzi, nazo zinaendelea kutusaidia katika mkoa wetu. Lakini pia mafanikio mengine ni kuendelea kuongeza vituo. Mradi huu ulipoanza awamu ya kwanza ulikuwa na halmashauri 2, lakini zikaongezeka mpaka kufikia halmashauri zote 8 za mkoa wetu, na bado tunapitia changamoto. Kwanza ni uelewa mdogo wa wanajamii tulionao na kuchelewa kufika katika matibabu, lakini wengi wanaamini saratani haitibiki. Wakati anapowahi katika matibabu zile hatua za awali anaweza akatibika kabisa. Lakini kingine ni kuendelea kuongeza vituo na watoa huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Hiyo ni moja ya changamoto, lakini pia mikakati kama mkoa ya kuendelea kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii kwa kutumia makundi yote ambayo nimeyataja, wakiwepo watoa huduma kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, lakini mikusanyiko mbalimbali. Wenyewe mmekuwa mashahidi katika mikusanyiko mingi tunatoa na huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini pia na mlango wa kizazi hatujisahau, na saratani zingine na magonjwa yasiyoambukiza. Huwa tunaendelea kufanya hilo mara kwa mara, lakini kuendelea kutoa mafunzo kwa watoa huduma ili na kuongeza vituo zaidi kwa ajili ya kuwafikia wananchi zaidi, kuwapunguzia gharama na muda mrefu. Lakini pia tutahakikisha tunawafikia wanawake wote kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vyote katika mkoa wetu. Tuna jumla ya vituo 573, lakini pia katika huduma mkoba. Kwa naomba nitoe rai kwa wananchi kuendelea kujitoa na kuja kufanya uchunguzi, kwa sababu huduma hizi ni zimegharamiwa na watu wengine, kwa ni bure kwao, wajitokeze kwa wingi. Kwa majina naitwa Dr. Jackson Chiwaligo, ni daktari bingwa wa upasuaji, niko katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sekoture. Katika mradi huu wa uchunguzi wa saratani ya matiti, sisi ni mmoja ya wale wataalamu ambao tuko katika upande wa kutekeleza. Kwa hiyo baadhi ya huduma ambazo tunazitoa, na hizi ni katika pande zote mbili, tukiwa katika vituo ambavyo vinatoa huduma hizi, lakini pia hata katika huduma za mkoa ambazo tunafanya au outreach, tunawafikia wananchi kule katika maeneo yalipo. Cha kwanza ni hatua za uchunguzi wa saratani ya matiti wa awali. Wanawake wote ambao watakuwa wamehamasishwa wanafika kituoni watachunguzwa. Kama wakigundulika wana viashiria vyovyote ikiwemo vivimbe katika matiti au wakiwa wana dalili za kama kutoka na majimaji katika chuchu, mabadiliko yote katika titi, kuwa na kidonda katika titi, wataenda katika uchunguzi zaidi, ikiwemo kupiga picha ya ultrasound kuangalia hicho kivimbe kiko namna gani, na kama kinaashiria pia kuwa ni saratani, tutaenda zaidi kuchukua kinyama au core biopsy. Kinyama kinachukuliwa kinaenda kupimwa maabara ambayo inatuthibitishia kama ni saratani, na ikithibitika kuwa ni saratani, sasa mteja huyo ataunganishwa kuanza tiba, na katika tiba ina hatua ya kwanza ya kufanya upasuaji kuondoa uvimbe kutokana na kuwa unaweza kuondolea kivimbe chenyewe, au kama uvimbe umeshakuwa mkubwa, basi operation ya kuondoa titi lote. Pale mteja anapopona baada ya operation, anaendelea na tiba nyingine zaidi, ikiwemo tiba ya mionzi na pia chemotherapy ambazo hizo zinapatikana katika hospitali ya kanda ya Bugando.